ngare, kijito cha maji ya uzima. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia mlango wa 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Katika uungwana huo wa Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa, Kristo hata wafaidia neno. Tena nawashuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Maana sisi kwa Roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Amen. Haleluya. Tukae. Haleluya. Wapendwa watumishi wa Mungu, leo kichwa cha somo kinasema Kristo ametuweka huru. Kristo ametuweka huru. Sasa tunapozungumza kwa habari ya kuwekwa huru na Kristo, tunatafakari kwa habari ya utumwa na uhuru. Kuna mambo ya msingi yanazungumziwa hapa. Kuwekwa huru, mtu anayewekwa huru ni mtu ambaye aidha ni mfungwa au ni mateka. Na mwanadamu kwa asili, kwa namna moja ama nyingine, anazaliwa katika mazingira ambayo anakuwa ni mfungwa au ni mateka. Kwa mfano, kwa hiyo tunazungumzia kwa habari ya kwanza asili kama kifungo. Kwa hiyo tuna mtu ambaye anazaliwa katika familia yenye tabia fulani mbaya, za wizi, udokozi, umbea, kutukana, uzinzi, ulevi. Sasa yule mtu anapozaliwa, anazaliwa katika hali ya uteka. Yaani ataanza kudokoa akiwa mdogo, ataanza kuibaiba. Kwa nini? Kwa sababu ile tabia imemkamata kama mateka kabisa, inamforce kwa gharama yote aishi vile ambavyo inakuwa. Lakini kuna mtu anazaliwa na pumu, ugonjwa wa pumu, kwa sababu bibi yake au mama yake au huko kwao kuna tatizo hilo la kifua hicho cha pumu. Kwa hiyo sasa kale katoto kanaanza kuugua kakiwa kadogo. Kwa sababu gani? Kamezaliwa na kifungo cha ugonjwa. Kwa kanakuwa tayari ni mfungwa. Na wala mtu anazaliwa kwenye familia ambayo ina changamoto za ujane, ina changamoto za ile familia, ina watu wa kule wanaoa wake wawili watatu. Kwa unaweza ukajump ukaolewa huko, mume wako amekuoa, anakwambia kwamba, unamuuliza, jamani msije kaongeza mimi sitaki kuwa mke mwenza eti. Anakutia moyo kwamba mimi hiyo hapana. Anaapa kabisa, na hata ukimwangalia usoni anaonyesha kwa kweli hiyo ajenda hana.
lakini huku moyoni hana hiyo ajenda, huku kichwani hana hiyo ajenda. Hata inawezekana ni mtumishi wa Mungu, yaani labda ni mwana uamsho au ni mwana maombi au ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo hakuna namna hata wewe unaweza kuona hiyo ajenda. Hana, lakini iko kwenye damu, ni roho iko kwenye damu, ni kifungo kiko kwenye damu. Kwa hiyo kawaida ya vifungo ni kama volcano. Tabia za mtu ni kama active volcano, yaani ni kitu kiko ndani kinasubiri tu saa. Kinachosababisha eruption of volcano, kinachosababisha volcano itoke huko chini iende juu ni kitu kinaitwa forces. Hiyo shaking inapotokea, mitikisiko, ile volcano kule chini inapata kimpenyo. Sasa unapoingia kwenye maisha na mtu, unaona kabisa mlima hapa ni shwari, lakini ndani kumbe kuna bomu. Siku likilipoka ule mlima tunauita mlima mwingine tena. Kwa mtu yoyote unayeishi naye ana kitu ndani ambacho kinaweza kuwa kifungo chake, ambacho hicho kifungo ukimtikisa tu hivi kina sijui kama umenielewa. Hajanielewa, ngoja nirudie. Kwa hiyo siku unamtigua huyo bwana wako, unashangaa siku amepitia majaribu, ameshindwa kujikontrol. Muda umefika, kwa sababu kila kitu kina muda. Kile kitu kinatokea, kila kikitokea nini? Sio mpango wake, hakuwa na mpango. Kikitokea nini? Sio makusudi yake, hakuwa na makusudi. Kinachotokea ni nini? Sio mapenzi yake. Kinachotokea ni kifungo kimeanza kudhihirisha na kuonekana kwamba hapa kuna kifungo. Bwana pewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo tuna vifungo vya namna hiyo na tuna umateka wa aina hiyo. Kwa hiyo kifungo, kuna kifungo cha asili, kinaweza kuwa cha magonjwa, kinaweza kuwa cha kutokolewa, kinaweza kuwa cha kuachika, kinaweza kuwa cha vyovyote. Kinatokea tu. Yaani mtu unajikuta kwenye maisha ambayo hukujiandaa huwa na hayo maisha. Unajikuta ibadani upendi kabisa. Unatafuta tu sababu, either mpendi mchungaji au mpendi, lakini shida sio mchungaji, shida sio mwinjilisti, shida sio kanisa, shida ni kifungo kiko ndani ya mtu, kwa hiyo kinambana. Nafikiri ni kama nimetaja vifungo vyote. Lakini kuna mtu anachukiwa tu, ni mzuri, anachukiwa na kila mtu. Unajitahidi hata kubadilisha namna ya kuongea, wapi? Unajitahidi hata unajipendekeza kwa watu, mamichango ndio unatoa mpaka unazidisha, wapi? Kuna mtu mchango hatoi, kuna mtu kwa mwenzake haendi, lakini akipatwa na shida watu wote wanamkimbilia. Sasa naambia kitu, kila kitu kwenye maisha ni swala la kiroho. Itakugharimu sana kujipendekeza kwa watu. Yaani ukitaka kwenda wewe fanye kama kwa Bwana, chochote unachofanya jikomiti na Mungu, mwambie Mungu nafanya. Yaani wewe jikomiti na Mungu afu fanya. Afu sema na Mungu unataka unachokifanya kilete matokeo gani? Fanya. Lakini usijipendekeze kwa mtu aise. Mimi nimeshuhudia, nimeona watu wanajipendekeza, yaani mbele akipata na shida, unashindwa. Hata yeye mwenyewe anaumia. Kwa nini? Kwa sababu kiwango alichowekeza kujitoa kwa mambo ya watu wengine, afu jinsi alivyoachwa inamuumiza sana, na mtu mwingine hayupo, hajitoa bali. Kwa hiyo saa nyingine hata kukataliwa, kukosa kibali inaweza kuwa ni kifungo. Na kuna mtu hapo mtaani
ana sura ya ajabu ajabu. Akienda hatuelewi ndio kwamba ndo anaenda au ndo anakuja. Hakija hatuelewi kwamba ndo anakuja au anaenda kiupande upande. Lakini watu wanampenda. Anapendwa tu. Anakimbiliwa. Anasumbua. Mimi unanielewa lakini nifungie mkono kama unanielewa. Kwa hiyo hata kukosa kibali ni kifungo. Na inaweza ikatokana na hivi, ikatokana na asili au mtu amekufunga. Kuna watu wanapaka watu matope. Kuna watu wafunga watu hata kwa waganga wa kienyeji, sema achukiwe na kila mtu. Anuke. Yeah. Sasa unaposema Kristo amekuja, Kristo ametuweka huru, ndio tunaongelea habari za mambo kama haya. Lakini kifungo kingine ni mila, utamaduni, desturi na taratibu. Kile kuna mtu amefungwa na visheria sijui vya ukoo wake, amefungwa na visheria sijui vya mume wake au mke wake, hata kupiga story na wenzake anashindwa. Sheria ya nyumbani. Kuna mtu amefungwa na sheria za kanisani kwao mpaka amekuwa mtumwa. Kuna mtu amefungwa na sheria za mtumishi fulani mpaka amekuwa kama msukulia wewe mtumishi. I wish mnielewe. Na sasa hivi kifungo kikubwa ndio hicho, kifungo cha kiimani. Mtu anapangiwa utaratibu mpaka wakukutana na mke wake, mpaka kukutana na mume wake. Kunaweza kufungwa na mtu mmoja mjinga akaharibu maisha yako kabisa. Mchungaji ambaye haelewi akakaa kwenye sheria za kwake kwa maslahi yake binafsi, akavuruga maisha yako kwa kukuwekea utaratibu ambao sio wa Mungu, ni wa kwake kwa tamaa zake binafsi au kwa ujinga. Na hili ni tatizo kubwa. Wa Kristo muwe makini sana. Hallelujah. Especially wa mama ndugu. Unajua sasa hivi ukiona mke wako anaenda sana kwa watumishi, angalia tabia zake. Haki ya mama anabadilika. Watumishi sio wabaya, lakini kuna wabaya. Wababa mnanielewa, lakini sisi na wapiki tu wababa. Kama kuna baba hapa ambaye mke wake ni kwa watumishi tu, angalia maisha yako huko ndani. Lazima yana kipengele. Yaani utakuwa unanielewa tu, lazima. Sikiliza. Usimkataze mke wako kuomba na kutafuta uso wa Mungu, lakini uwe smart. Tumeelewana rafiki zangu? Wanaume tumeelewana? Haya, sio kasema sikukwambia. Na wamama mkienda kwa watumishi, kienda na akili timamu. Somo hili ambalo Mtume Paulo anafundisha, yeye anazungumzia habari ya kifungo cha hizi sheria, na anazungumzia habari ya kutahiriwa. Kutahiriwa ni agano la Mungu ambalo alimpa Musa, Mwanzo 17 mstari wa 10 mpaka 14. Roho Mtakatifu anisaidie, nimeanzia mbali, kwa hiyo kumaliza nahitaji neema ya Mungu. Mwanzo 17:10 mpaka 14. Mwanzo 17, nasoma kwa msaada wa Mungu. Biblia inasema kuanzia mstari wa 9, Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiri nyama ya ngovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi.
mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Kila mwanamume katika vizazi vyenu mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako, mzaliwa wa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Amen. Haleluya. Mungu wakati anafanya agano na Abrahamu, agano la kuwa baba wa mataifa, wakati huo ambao Abrahamu kwanza alikuwa haitwi Abrahamu, alikuwa anaitwa Abrahamu. Wakati huo Abrahamu akiwa hana mtoto, Mungu anamwambia mtakuwa wengi sana, lakini anamwambia hivi, nataka niwaekee alama niweze kuwatofautisha na wengine, na hiyo alama, mwili wenu utakuwa tofauti, mtatahiriwa. Kwa Mungu pamoja na alama, Mungu kuna kitu analenga hapa, analenga pia damu. Anasema ili itakuwa agano langu utakaloshika. Anasema na agano langu, ile mstari wa 13, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Haleluya. Agano la maongezeko, agano la mafanikio, agano la kibali. Maana anasema ambaye hatafanya hivyo atatengwa. Kwa hiyo tangu hiyo siku Israeli walishika, Wayahudi walishika hiyo kwa moyo wote. Kila mtoto alipozaliwa siku ya 8 alifanywa hicho kitu, ishara ya kumuingiza kwenye jamii ya watu wa agano la Bwana. Haleluya. Na Yesu alipozaliwa siku ya 8 alifanyiwa tohara, kuingia agano na Mungu. Kwa Paulo anakuja kuhubiri sasa, anasema hivi, tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Yaani ni kama anaongea na jamii ambayo anaongea na Wagalatia, anawaambia tusiwaze kwa habari ya kutahiriwa. Lakini hebu ngoja tuone kwanza umuhimu wa hii tohara. Kuna wakati Musa mtoto wake alitaka kuuawa. Kutoka mlango wa 4 mstari wa 25. Biblia inasema hivi. Acha tuanzie mstari wa 24. Biblia inasema hivi. Ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumuua. Nani? Ni Musa. Musa ametoka kule Midiani kwa wakwe zake, anaenda sasa Israeli kuwaokoa wa Israeli kutoka, anaenda Misri kuwaokoa wa Israeli kutoka Misri. Akiwa njiani wakati wamelala, ilikuwa alipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumuua. Biblia inasema hivi mstari wa 25. Ndipo Zipora akashika jiwe gumu na kuikata govi ya zuga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake, akasema, hakika wewe u bwana harusi wa damu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo yule mkewe akanena, u bwana harusi wa damu wewe kwa ajili ya kutahiriwa. Mstari ni mgumu, nisikize kwa makini. Sio kwa makini. Biblia inasema hivi, Musa yuko na Zipora. Zipora ni mke wake Musa. Alafu wako na familia, wametoka kwa wakwe, wanarudi Misri ili wakaoa
waokoe ndugu zao. Wakati wamelala, Mungu akataka kumuua Musa. Rafiki zangu, mwanamke ni kitu cha thamani sana ukimpata. Nimesemaje? Wababa, nimesemaje? Narudia maana mnaangalia kama vile hamuelewi. Nimesema mwanamke ni kitu cha thamani sana kama ukimpata. Wangapi wako wengi waliookolewa, walionusurika kufa kwa sababu ya wake zao? Wangapi wamewahi kukaba usiku, wewe baba nani nini? Ashumunge kwa mwenyewe. Kwa hiyo kuna saa baba wanapitia mapito usiku, vita usiku, afu mama anaamka anakuokoa kwenye ile vita. Wewe tukana wanawake, lakini ukimaliza tukubaliane tu jambo moja, kwa kweli ni wanaume wao. Asa Musa anataka kuuliwa na Mungu. Mke wake, najaribu kuwaza hiyo picha. Aidha mke wake aliona yule baba anarusharusha miguu, au aliona wangapi ambao wamekulala na, usinyoshe kidole lakini watu wasijue, lakini tafakari, ni wangapi ambao wamekulala na mume wako afu kaona usiku anateseka, au anakoroma design fulani ambayo unaona sio ya kawaida, na ukapambana hapo labda kwa maombi au kwa style fulani ukamnusuru. Ndio nafikiri ilikuwa kama ya Musa. Kuna ishara Musa alizionyesha ambazo mke wake hakuzielewa tangu ameanza kulala naye. Kwa mke wake akaona kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Asa kwenye ulimwengu wa roho, Mungu akaconnect network za yule mama na kusudi la mahangaiko ya mume wake. Mungu akafunulia yule mama, huyu Mungu amemwita akaokoe wa Misri, wa Israeli. Afu mbona anataka kufia hapa? Mke kwa haraka haraka akafikiri akasema, huyu baba alishaniadisia kwamba yeye ni Myahudi. Na kikawaida Wayahudi wao wanakuwa wanatahiriwa na watakuwa watahiri watoto zao. Lakini sisi tangu tumezaa huyu mtoto hatujamtahiri. Usikute hii shida ndio la kumuua mume wangu hapa. Akamtahiri mtoto yule, Yezebora akamtahiri mtoto wao. Huku moyoni akiwa anajua hii ni dawa, akarusha pale kwenye miguu ya Musa. Musa akatoka kwenye ile hali ya mauti. Musa akafufuka kwenye hali. Sio kama umeelewa. Kama umeelewa nipigie mkono. Tunazaa changamoto ikitokea kwenye familia. Mama yake kile kina click chap. Anakwambia baba nani sina amani na hiyo safari. Baba nani sina amani na hii biashara. Baba nani, mbona hujaenda kumsalimia baba yako muda mrefu? Twende. Umwambie na wewe kuambiwa na mke wako, twende tukamsalimie babako. Wanaume wanaelewa. Sio wanawake kiramba si, lakini kiramba si. Lakini wewe kuambiwa na mke wako kwamba hebu bwana, ni lini umempigia baba simu? Hebu pigie babako simu. Aseme mume wangu, twende bwana tukamsalimie baba, ni twende tukasalimie wazazi, ni muda mrefu jaona. Sasa mambo ni mengi, nini kama uende basi mimi nifungashie niende. Wewe unafikiri nini kinamwambia mke wako? Sasa ukisikia mwanamke anakuambia hivyo, sio yeye anaongea. Wanaume mnielewi. Sikiza, ukisikia mwanamke anakukazania habari za kwenu au habari za ndugu yako aliyetelekezwa mahali, na kuhakikishia kwa ninavyofahamu hao watu, sio yeye anaongea. Sio anaongea, ni roho wa Mungu yuko ndani yake. Ukiona mke wako anakukumbusha habari za ndugu yako uliyemsahau, ukiona mke wako anakukumbusha habari za wazazi wako, ukiona mke wako anakukumbusha habari sijui za yatima alibaki huko kwenu, anakuambia sisi tumchukue tu jamani tukanae hapa, mbona unanyanyasika kule? Sio mke wako. Hakuna kama mwanamke hivyo. Sio mke wako, ni roho Mungu. Mwangalie
pilipili, usimuone tena kama mke, muone Mungu anaongea kupitia yeye. Na ukifuata anachokwambia, utashangaa mikosi yote hapo nyumbani. Ulikuwa unafanya hichi kwa shida, kinatulia. Ulikuwa kila ukibisha hodi hapa pafunguki, vitaanza kufunguka. Sasa Zipora alishukiwa na roho wa Mungu. Ni Midiani. Huyu dada ni Midiani, sio Myahudi. Lakini roho wa Mungu alishukia, akamtahiri mwanae, akamwokoa mume wake. Kwa mama, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisikia Mungu anakusemesha, msaidie wifi yako. Kuna roho nyingine ya ubinadamu. Wewe kama mwanamke utaweza kusema alivyonisema kabla sijapata ujauzito. Sasa kwa anasema najifungua tu akike, wala achana na hiyo kitu. Achana na hiyo kitu. Sikiliza. Huyo roho anakuambia mtendee mema, uwe na uhakika. Huo wema mtakaotenda kwa ndugu wa mume wako ndio itafungulia watoto wako milango, ndio itafungulia familia yako baraka, ndio italeta mpenyo. Kwa hiyo kila hiyo sauti inapokuja, huwa zinakuja na sauti za kukatisha tamaa. Usisikilize za kukatisha tamaa, isikilize hiyo ya Mungu. Sauti ya kukatisha tamaa ni pamoja na sauti ya mume wako. Wanaume wana majibu ya kukatisha tamaa. Anajisikia raha unawajali wazazi wake, lakini anakupa majibu ya ajabu ajabu. Bwana, hebu niache kwanza kila kitu. Kwani ndugu tuko niko mimi tu? Ndio majibu ya wanaume. Kwani ndugu niko mimi tu? Asikukatishe tamaa. Asikukatishe tamaa mume wako. Fanya kitu. Kwa sababu sio wewe, ni roho wa Mungu anakuelekeza. Na kama roho wa Mungu anakuelekeza namna hiyo, kuna kitu Mungu anataka kuachilia kwa watoto wako. Kuna kitu Mungu anataka kuachilia kwenye ndoa yako. Kwa nenda, kama ni nguo, kama ni nini, nunua. Mume wako hataki kukuelewa, nunua wewe mwenyewe. Nenda nayo kwa mke wako, nenda nayo. Unaweza kukuta yule mama mkwe ameshanungunika. Mamikosi ninayopata ananungunika. Beba kama unavyojisikia ukoroni, beba vizuri, nenda. Na mwanamke ujifunze kunyenyekea. Ukienda nenda kwa magoti. Kama yule wasahau muda mrefu, sema jamani, mtusamee. Tumekaa muda hatujaja kuwaona nini? Unaongea, unanyenyekea. Tunamwambia na baba ndo amenikurupusha, lakini amebanwa. Unajua kabisa nilikujibu vibaya, lakini sasa wewe una akili. Wewe una akili, yeye hana akili kama ya kwako. Ndio maana sisi tunaambiwa tuishi na nyie kwa akili, kwa sababu umetuzidi akili. Kwa hiyo tumia hiyo akili yako. Sina uhakika kama umenielewa. Ngoja nirudie tena. Biblia inasema hivi. Alikuwa anaitwa mwanamke gani yule? Abigaili. Abigaili alienda kwa Daudi, akampelekea Daudi zawadi, akamwambia na kuomba Bwana wangu usimwadhibu mume wangu. Mume wangu amepitiwa tu, ni mwanaume tu yeye, lakini akaponya familia yake. Kwa hiyo sasa tunazungumza Mungu Kristo ametuweka huru. Paulo sasa anakuja kuhubiri, anawaambia Wagalatia ya kwamba uhuru tuliowekwa na Kristo ni pamoja na kuondolewa kwa sheria. Sheria ya kwamba agano letu na Mungu ni agano la tohara. Na je, wanawake, kama agano la Mungu ni agano la tohara na wanatahiriwa wanaume, na je wanawake? Bwana basi. Kwa hiyo Paulo anakuja kufundisha ya kwamba iweni makini, msiwekeze mioyo yenu kwenye kuangalia sheria tu. Msifungwe na sheria. Biblia inasema roho huisha, bali sheria huua. Katika Warumi mlango wa 2 mstari wa 28 mpaka 29, Biblia inasema hivi: kwa maana si Myahudi wa kweli aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara si ile ionekanayo kwa mwili tu, bali Myahudi wa kweli ni yule aliye Myahudi ndani kwa ndani, na tohara ni ya moyo kwa roho, si kwa andiko. Bwana pesi. Kwa hiyo nguvu ya tohara iliuliwa na Yesu. Kwa kufa kwa Yesu msalabani, badala ya kumwaga damu kama walivyomwaga ili kuingia kwenye agano,
tunakuja na damu ya Yesu. Bwana apewe sifa. Na kwa kuwa Mungu anasema alama, ili agano litakuwa alama kwenye miili yenu, hasa tuna alama ya damu ya Yesu. Paulo alisema kwamba mwilini mwangu nimezibeba chapa za Kristo, ili tunapobatizwa tunapewa chapa. Tuna alama hapa. Mimi ninapoweka huwa naweka kwa kumaanisha, na mimi nina imani kwamba kwenye uso wangu kuna alama ya msalaba. Kwa hiyo Paulo anatuambia kwamba tumewekwa huru kwa kwenda kwa imani katika roho, na sio kwa kwenda katika mwili kwa kutafakari jinsi ya nchi. Maana moja pia ya sababu ya tohara ilikuwa ni usafi, na sisi katika ubatizo pia tunamwagiwa maji, ishara ya kuwekwa safi. Haleluya, haleluya. Wakolosai 2:11 Biblia inasema, katika yeye mlikuwa mmetahiriwa kwa tohara isiyofanywa kwa mikono ya wanadamu katika Kristo Yesu. Kina maana hii tunaweza wote kuingizwa kwenye hili agano, wa mama na wa baba wote, kwa kuingizwa kwenye agano la kwa njia isiyo ya mikono ya wanadamu, yaani kwa kuvua mwili wa dhambi ya mwili kwa tohara ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa basi, Kristo ametuweka huru. Mwanzoni nilianza kwa kusema kwamba tuna vifungo mbalimbali, na Kristo anatuweka huru ili magonjwa yasitutese na vitu kama hivyo. Kwenye Yohana mlango wa 5 tumesoma habari za huyu ndugu aliyeumwa miaka 38. Ameumwa miaka 38, ni kama ameparalyze. Jamani, tafakari, miaka 38 ni mingi sana. Ameumwa, na hii inatia moyo sana. Wewe umeumwa miaka mingapi? Huyu aliumwa miaka 38. Wewe umeteswa na kifungo kwa miaka mingapi? Biblia inasema alienda kwenye hili birika ambalo alikuwa anashuka malaika wa Bwana anatimua maji, anayetangulia wa kwanza kuingia anapona. Unahisi atakuwa amekaa muda gani hapo? Kama anaumwa miaka 38 na yuko hapo kwenye hili birika, lazima inawezekana alikaa hapo pia miaka kadhaa. Inawezekana walimpeleka hapo labda mwaka wa 30 wakamwacha. Kwa leo tungesema ni kama mtu aliyeko hospitalini, ameenda hospitalini, wamemwacha hapo hospitali. Imefika mahali mpaka ndugu wamemwacha hapo, kwa sababu Yesu alipofika alimuuliza, unataka kupona? Akasema, sina mtu wa kunitia birikani, maana yake nimeachwa hapa peke yangu, wamenichoka. Mtu akiumwa watu wanapambana naye ile miezi miwili ya mwanzo, baada hapo wanaanza kukuchoka. Kwa hiyo wamemchoka, wamemwacha, hana msaada wote, yuko kwenye kifungo cha ugonjwa. Yesu akamwambia, jitwike godoro lako, nenda. Asa kesi inaanza hapa. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Badala watu wafurahia amepona, wanaanza kulalamika, mbona amefanya hivi siku ya Sabato? Sheria, kifungo. Akanyanyuka, akajitwika godoro lake, akaondoka. Alipoondoka hata ajui ameponaje pale. Wale watu wakamuuliza, Wayahudi wakamuuliza, aliyekuponya leo ni siku ya Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro? Yeye akawajibu akasema, aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwika godoro lako uende. Basi wakamuuliza yule, aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Basi yule amenyanyuka na godoro lake pale, watu wanaanza kumwambia, wewe unapewa godoro siku ya Sabato. Sheria hizi zinasema jamani, sheria. Unaenda kwa mtumishi anakupa sheria.
Nyumbani kuna visheria, sheria nyingine kabisa kama zinakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Sheria nyingine kabisa kama zinakuharibia mazingira yako na Mungu. Yesu alikuja ili kutufungua hata kwenye hizo sheria. Lakini Yesu akamwambia, nenda zako, ule mstari akamwambia nenda zako, usitende dhambi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 14. Biblia inasema hivi. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Haleluya. Mnaelewa tafsiri ya maneno? Usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Kwanza Yesu alifurahi kwamba alimkuta hekaluni. Maana yule mtu alikimbilia madhabahuni kwa Bwana. Haleluya. Yesu akamwambia usitende dhambi tena. Kwa lugha nyingine ni kama vile ile shida aliyokuwa nayo ilitokana na dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nimepiga mahesabu, 90% ya matatizo tulionayo ukifuatilia ni dhambi. Ndio mlango. Dhambi ndio mlango. Kwa Yesu akamwambia usitende dhambi tena. Hata kama sio wewe umetenda dhambi, lakini dhambi ni mlango hata kama imetendwa na mtu mwingine. Operation, watu wanafanya operation. Uye kufuatilia kuna kisababu. Mama changamoto mengi yanasababishwa na dhambi na uovu wetu. Akamwambia usije ukatenda dhambi tena. Juzi tulikuwa pale Ngari, tulikuwa tunamkutana. Leo umeanza siku ya kwanza, watu wanaombewa, watu walikuwa wanafunguliwa sana kwa kiwango cha juu. Watu wanaombewa pale, ni mapepo yanalipuka. Kesho yake mimi naangalia. Ile siku tunahitimisha, naona watumishi wanapita, wanaombea watu, wanaeka watu mikono. Nikaona watu wengi ambao niliwaona wameanguka siku ya kwanza, wameanguka siku ya pili, wameanguka siku ya tatu. Nikaona wanaeka mikono, hawaanguki tena, na wao wanaomba. Tumishi anaeka mkono, saa nyingine watumishi kuna saa wanafanyaga hivi kidogo, weka mkono na push wapi, lakini wamesimama wanaomba. Naangalia nikaona, nikasikia Roho ananisemesha kwamba hawa watu walikuja kwenye mkutano wakiwa wamefungwa na Ibilisi. Ndio maana siku ya kwanza wakaanguka, ndio maana siku ya pili wameanguka, ndio maana siku ya tatu wameanguka. Lakini leo hawaanguki kwa sababu vile vifungo vimeondoka, kwa hiyo hawana cha kuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kasikia kitu kinaniambia huu mkutano ukiisha, hao watumishi wakija tena wataanguka. Kwa nini wataanguka tena? Nikasikia huko roho kitu kwamba watakuwa wamesharudi kwenye vile vifungo. Nini kitakuwa kimewarudisha? Watakuwa wamerudi kwenye zile tabia zao za kawaida. Kwa hiyo huo uwepo wa Mungu unaowalinda sasa hivi hautakuwepo. Kwa hiyo watakuwa kwenye shida yao pale. Wachari, kama unanisikiliza? Kama unanisikiliza vizuri nipokee mkono. Okay. Nikasimama pale nikamwambia, jamani wapendwa, nimeona watu mlioombewa siku ya kwanza mpaka siku ya tatu mliokuwa mnaanguka, nimewaona leo hamjaanguka. Hii inaashiria kwamba Mungu amewafungua, hamna shida tena. Wakashangilia. Nikamwambia sasa, endeleeni kwenda kwenye maombi, muje kwenye maombi. Msirudi kwenye ile dhambi ambayo imewapeleka ninyi kwa kwenye vifungo. Yesu akamwambia yule mtu, imani yako imekuponya, enenda usitende dhambi tena, lisije likakupata lililo baya kuliko hili. Mnaelewa maana hilo neno? Kumbe Mungu anapotusaidia tukamesi hapo, tatizo linakuja
kole la mwanzo. Maana Yesu alisema pepo mbaya mtokapo mtu akarudi akakuta nyumba hii ina uharibifu tena, huenda kutafuta huko na mapepo mengine 7 yakaja yakamwingia mtu. Yesu ametuokoa na kutuweka huru, lakini kufunguliwa ni jambo moja na kurudi magereza ni jambo jingine. Mtu anaweza kurudi magereza saa yote. Kwa unapohitimisha mafundisho yetu, tunaweka semina na mji ameniambia tena kutakuwa na semina hapa na Mwai. Tujitahidini, tukianza kutafuta Mungu tusirudi nyuma. Amen. Mtafute Mungu tusirudi nyuma. Na kama uko kwenye kifungo, usiruhusu hicho kifungo kikadumu na wewe. Mungu anaweza kukufungua. Anakufunguaje? Wa kumtumainia na kumtegemea. Usikate tamaa. Huyu alikaa miaka 38. Hata unawezekana umezaliwa na tatizo. Umekuwa na tatizo ni mwaka wa 5, 10, wangapi? Usikate tamaa. Kiri uzima tu. Kuna siku yako itafika. Utamshangaa Mungu atakaye kuokoa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mungu awabariki sana. Na kama Mungu amekuweka huru, usifungwe tena na mwanadamu. Hata kama matatizo yanayotutesa tunasababishiana wenyewe sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Anzia pale nyumbani. Kuna mtu ndoa yake imemfanya kuwa mtumwa. Kuna mtu wazazi wake wamefanya kuwa mtumwa. Kuna mwanaume mke wake amefanya kuwa mtumwa. Kuna mwanamke mume wake anamfanya kuwa mtumwa. Wengine hata kanisani tunashindwa kuja kwa sababu ya changamoto za nyumbani. Usiruhusu mtu ageuze mfumo wako wa maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu cha kuchunga kuliko vyote, chunga ibada yako na Mungu cha kwanza. Kitu cha pili, chunga moyo wako. Chunga, Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Linda moyo wako. Unalindaje moyo wako? Usiruhusu mtu akakutukana afeti yakaingia kwenye moyo. Sijui mtu amekufanyia hichi kaingia kwenye moyo. Linda moyo wako. Kuna vitu vya kupuuzia, kuna vitu vya kushughulikia, kuna vitu vya kuvipa muda, kuna vitu vya kuhusisha watu 2 watatu. Afu usiwe na beef na mtu muda mrefu. Bwana apewe sifa. Usiwe na beef na mtu muda mrefu. Usimweke mtu moyoni. Ili usiwe na beef na mtu muda mrefu, msamehe. Ili wakuongea mnaongea naye. Unatafuta suluhu. Asipoeleweka tatizo la kwake binafsi. Alafu kupendana na mtu sio lazima uambatane naye. Roho Mtakatifu msaidie. Mbona naongea sana? Kama mnaelewa nipige mkono. Haleluya. Engare, Nairobi engare. Kijito cha maji